Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, awali ya yote naomba nami uniruhusu nijielekeze kwa Mwenyezi Mungu kwa kumshukuru sana kwa rehema na kutuwezesha kuiona siku hii ya leo, kutukutanisha hapa katika ukumbi huu wa bunge lako tukufu. Nimesimama hapa mbele yenu nikiwa nimejawa na shukrani tele moyoni. Kwa niaba ya wenzangu katika utumishi wa umma, tunamshukuru Mungu kwa kuwa kazi inayofanyika inatambuliwa na kuthaminiwa na bunge hili adhimu. Wabunge mkiwa ni wawakilishi wa wananchi, ni kusema kwamba wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamethamini kazi inayofanywa na serikali yao. Na hii ni faraja kubwa sana kwetu. Kwangu binafsi, nimefarijika kuungana nanyi leo, kwani ni mara yangu ya pili kujumuika nanyi tangu nikabidhiwe dhamana ya uendeshaji wa nchi yetu. Nami nikiwa zao la bunge hili, bado nina kumbukumbu nzuri ya uwepo wangu ndani ya bunge. Nalikumbuka sana bunge la 2010 mpaka 2015 na lile la katiba la 2014, yalivyonilea, kuniongoza na kunipika vyema mpaka kufikia hatua hii niliyo sasa. Nimefurahi sana kuwaona wakongwe wenzangu ndani ya bunge. Bado wapo wanasukuma usukani wa bunge na wanawalea vijana ndani ya bunge. Asanteni sana. Kwa mnasaba huo, nitoe shukrani nyingi kwako Mheshimiwa Spika kwa kunialika leo na kutayarisha jambo hili adhimu. Tuzo hii adhimu na ya kihistoria. Ninasikitika kwamba sina msamiati mzuri au mzuri zaidi wa kuonesha shukrani zangu za dhati kutoka moyoni kwangu kwako Mheshimiwa Spika, lakini kwa wabunge wa bunge hili la 12 kwa jambo hili kubwa mlilonifanyia. Naomba mpokee neno ninalolijua la kutoa shukrani, nalo ni asanteni sana. Lakini nikiiba maneno kutoka makabila mbalimbali ya Tanzania, labda niseme Wabeja Kulumba, Ndaga Fijo, azandeni sana, Aikambe, Havachemno, Ulakoze Chane, na shukrani sana. Kwa walikwa wenzangu, asanteni kwa kujumuika nami kushuhudia tukio hili adhimu. Nipongeze pia kwaya ya bunge kwa nyimbo 2 nzuri walizotuimbia hapa. Ni burudani tosha, na nimeona wabunge walivyochemshwa na jumbe mbalimbali zilizokuwa zikitoka. Tunakushukuruni sana na hongereni sana. Katika tukio hili leo nimeona mambo mawili mengine. Jambo moja ni kwamba aliyekuja kuchukua fedha baada ya kwaya ya bunge kuimba, alipoteremka kenda moja kwa moja kwa IGP, akatoa heshima zake, akageuka. Kamuuliza Spika, akanambia huyu ni polisi. Nikasema Nikasema nidhamu ipo. La pili nililoliona, wabunge wote waliotoka kutunza hapa, walipotoka moja kwa moja wamesalimia makamu mwenyekiti, katibu mkuu, wabunge oye. Lakini kuna muda nikaona msongamano huko pale, nikajua wanamsalimu Mama Mariam Mwinyi, kumbe kuna Mary Chatanda. Kwa hiyo viti maalum walikuwa wanasokotana pale kusalimia. Mimi niwaombee kila la kheri ndugu zangu. Mheshimiwa Spika,
Kazi mnayoitambua leo haitokani na nguvu zangu, uhodari na maarifa ya peke yangu, bali inatokana na uwepo wa mipango mbalimbali ya maendeleo ya nchi yetu na vile vile ilani ya uchaguzi ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi, ya mwaka 2020 hadi 2025. Maandiko hayo yanawasilisha matakwa ya maendeleo na ustawi wa wananchi wa Tanzania. Kufanikiwa huku kunakotambuliwa leo kunatokana na kutekelezwa kwa matakwa hayo ya wananchi kupitia mihimili yetu ya utawala, yani serikali, bunge na mahakama, tukipewa nguvu na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kazi kubwa ilikuwa kwangu mimi ilikuwa ni kusimamia upatikanaji wa fedha, kuelekeza na kufuatilia utekelezaji wa shughuli za kiuchumi, kisiasa na kijamii, na vile vile kuhakikisha nchi iko salama na ina utulivu wa kisiasa. Mheshimiwa Spika, naisabili nafsi yangu kwenye maandiko ya kun fayakun. Kun fayakun manake analolitaka Mungu linakuwa. Aidha, nataka nikiri imani yangu kwamba mamlaka yote huwekwa na Mwenyezi Mungu, na nikubaliane na usemi kwamba Mungu akikupa ulemavu hukupa na jinsi ya kuenenda. Nyote ni mashahidi wa mazingira yalivyokuwa wakati naipokea nchi. Mazingira ya kiuchumi hayakuwa vyema kwa ulimwengu mzima kutokana na maradhi yale ya COVID-19. Mazingira ya kijamii yalikuwa na fadhaa kubwa. Fadhaa kwanza ya maradhi, watu wanatutoka, maradhi hatujui yataisha lini, tutatibu na nini. Lakini fadhaa ya pili kubwa ya kuondokewa na mpendwa rais wetu aliyeko madarakani ilikuwa ni fadhaa kubwa sana. Na mazingira ya kisiasa hayakuwa na bashasha kwa kuwa haikuwa muda mrefu tangu tumemaliza uchaguzi wa 2020. Kwa mazingira yote hayo, kwa hali yoyote ile, kwa mtazamo wa mwanadamu, mja wa kuupokea mzigo ule wa urais kwa wakati ule, kwa mazingira yale, isingefikiriwa kwamba ningekuwa mimi. Ila kwa ukuu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakukuwa na budi ila kukabidhi madaraka yale kwa aliyekuwa makamu wa rais. Ndugu zangu, mnaelewa minong'ono iliyokuwepo, mnaelewa shaka zilizokuwepo, lakini kama nilivyosema, Mungu akitaka linakuwa. Katika mazingira kama yale, jambo la kukimbilia ni kumhidi Mungu. Nilimwomba Mwenyezi Mungu anijalie busara na uvumilivu kama alivyomjalia Nabii Suleiman alayhi salam. Nilimwomba Mwenyezi Mungu aniongoze kama alivyoongoza manabii wake na waja wema walioyafanya mema kwa ajili ya dunia na kesho yao mbele ya Mungu. Alhamdulillah, maombi haya yalinipa nguvu na ujasiri wa kutoruhusu mazingira yaliyokuwepo yawe kikwazo kwenye utekelezaji wa majukumu niliyokabidhiwa. Namshukuru Mungu sana. Mheshimiwa Spika, nimesikiliza kwa umakini maelezo yako kabla ya kunikabidhi rasmi tuzo hii. Pia nimefuatilia kwa umakini mkubwa simulizi documentary na ushuhuda wa waheshimiwa wabunge kuhusu mafanikio ya safari yetu ya miaka 4, tukisema mpaka sasa na miezi 2 ya awamu hii ya 6 ya uongozi wa taifa letu na uwajibikaji wa pamoja. Inafurahisha sana kuwasikia wawakilishi wa wananchi mkitoa mrejesho na kuthibitisha kwamba kweli ndani ya kipindi hicho kazi kubwa imefanyika. Ninawashukuru kwa kutambua kwenu kwa sio tu tumeyaendeleza mema yaliyokuwepo katika awamu zilizopita, bali pia tumeweza kuboresha mema yaliyopo na kuleta mema mapya kwa ajili ya ustawi wa wananchi na taifa letu. Nawashukuru sana kwa kutambua kazi njema iliyofanywa na serikali yenu. Mheshimiwa Spika,
Kama sote tunavyofahamu, kidole kimoja hakivunji chawa. Ni dhahiri kuwa yote yaliyoelezwa na ambayo wananchi wanaendelea kuyashuhudia kwenye maeneo yao yamechangiwa na utekelezaji wa majukumu ya kikatiba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara 63(2) ya katiba yetu ya Tanzania inayolitaka Bunge kusimamia na kuishauri serikali kwa niaba ya wananchi. Waheshimiwa wabunge, mmeendelea kuifanya kazi hiyo kwa umahiri ndani ya Bunge na nje ya Bunge, mkiwasemea wananchi mnaowawakilisha. Hivyo basi, sina budi kuwapongeza sana waheshimiwa wabunge kwa weledi, uzalendo na umakini mkubwa mlioonesha katika utekelezaji wa majukumu yenu. Kwanza, katika kutunga sheria kama ilivyoelekezwa katika ibara ya 64 ya katiba yetu. Lakini la pili, katika kujadili na kupitisha bajeti za serikali kwa mujibu wa ibara ya 137 ya katiba yetu. Tatu, katika kusimamia kwa ukaribu utekelezaji wa mpango wa serikali kupitia kamati zenu za kudumu za Bunge na kamati maalumu zilizoundwa kila mambo yanapotokea. Hakika, kwa namna ya kipekee ninawashukuru kwa namna ambavyo mmeweza kuisimamia serikali. Nimeona mijadala yenu yenye hoja, mashiko na yenye kutanguliza maslahi kwa taifa na wananchi mbele. Mara zote tumekuwa tukipokea tathmini, maoni na ushauri wenu kwa uzito mkubwa. Ni wazi kuwa bila nyinyi baadhi ya shughuli za serikali zisingekuwa na ufanisi. Kung'ara serikali inakong'ara leo kunatokana na kazi muhimu mliofanya, lakini na umuhimu mlioipa serikali kwenye utekelezaji wa shughuli zake. Mheshimiwa Spika, bila shaka penye haki, amani hutawala na maendeleo huonekana. Haki ikisimamiwa vizuri huleta ustawi wa wananchi na taifa kwa ujumla. Na ushukuru muhimili wa mahakama unaosimamia sheria na haki nchini kwa mageuzi makubwa yaliyofanyika katika kusimamia utawala bora na utawala wa sheria na kufanya haki iweze kutamalaki nchini. Aidha, Mheshimiwa Spika, mafanikio tunayoyatambua leo yanatokana na ushirikiano mkubwa, umoja na mshikamano kutoka kwa viongozi wenzangu, kuanzia makamu wa rais, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na viongozi wote wa Zanzibar, waziri mkuu, naibu waziri mkuu, mawaziri na manaibu mawaziri, watendaji wote kuanzia makatibu wakuu na watumishi wote wa taasisi za umma. Wote hawa nawapongeza kwa bidii, weledi na uzalendo walioonesha katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025 na mipango yote ya maendeleo iliyowekwa na serikali. Kwa mantiki hiyo, tuzo hii si yangu peke yangu, ni yetu sote. Nami naitabaruku tuzo hii kwenu wenzangu na wananchi ambao wametoa mchango mkubwa katika kulijenga taifa letu. Mimi nimeipokea kwa niaba yenu. Asanteni sana. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa nina wajibu wa kulihutubia bunge hili la 12 na kuagana nalo baada ya kumaliza muda wake mwishoni wa mwezi huu wa Juni, nitapata nafasi ya kutosha kusema mengi zaidi na kwa urefu kuhusu kutekelezwa kwa ahadi nilizozitoa ndani ya ukumbi wa bunge hili mwezi Aprili mwaka 2021. Lakini nilikuwa ninajieleza nitakuja kusema nini. Mambo yote yalishasemwa. Bunge limesema lenyewe mambo yote ambayo ningekuja kuyasema. Lakini kwa sababu ni mkuu wa nchi na mwanasiasa, sitakosa la kusema. Nitakuja kusema nanyi mwisho wa mwezi huu na kuwashukuru kwa kazi kubwa mlioifanya. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie afya njema na atufikishe salama. Mheshimiwa Spika, leo nimehemewa na uzito wa shukrani kwako Mheshimiwa Spika na kwa bunge letu tukufu.
Ni wazi tuzo hii itakuwa alama na kumbukumbu nzuri ya kudumu katika kuitumikia nchi yangu. Nashukuru kwa mara nyingine tena. Nihitimishe kwa kurejea shukrani zangu za dhati kwako binafsi, Mheshimiwa Spika, na kwa wabunge wa bunge hili la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa heshima kubwa sana mlionipa. Nawatakia kila laheri katika ukamilishaji wa majukumu yenu, na Mwenyezi Mungu awashushie baraka zake katika chaguzi zinazotukabili mbele yetu. Mungu libariki bunge letu, Mungu ibariki Tanzania, na Mungu alibariki bara letu la Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza.